Amekuwa mwanasiasa chini ya ODM, amekuwa mwanamikakati na mwanasiasa ndani ya Jubilee kikiongoza na Rais Uhuru Kenyatta. Vile vile ni mwanasiasa ndani ya UDA na Kenya Kwanza chini ya Rais William Samoei Ruto. Isaac Mwaura amekuwa seneta na amekuwa mbunge. Karibu sana kwenye Kigoda siku ya leo. Wewe ndio kigoda chetu siku ya leo. Asante sana. Sasa nianze na lile swali ambalo najua Wakenya wengi wamejiuliza. Isaac Mwaura ametetea serikali ya Kenya Kwanza Kiambu. Watu wote wakaona Isaac Mwaura akiongoza jopo jipya pale Kiambu, akapiga kampeni na ni kweli UDA ikachukua viti karibu vyote. Lakini Isaac Mwaura hatujasikia akitajwa waziri, hatujasikia akitajwa kwenye kamishna yeyote, hatujamsikia. Kuna nini? Mbona unauliza swala hilo? Sababu wewe ni mtu wa UDA wa karibu sana. Tulitarajia kwamba pengine ungekuwa umepewa nafasi. Nafikiri hilo tutamwachia rais mwenyewe kwa sababu yeye ndiye ana jukumu la kuwateua Wakenya ambao anahisi wanafaa kufanya kazi ipi. Kwa hiyo hilo yeye mwenyewe ndiye ana hilo jukumu. Hakuna mtu mwingine katika nchi yetu ya Kenya. Lakini mimi ni mzalendo, mimi ni muasisi wa chama cha UDA. Kule Ruiru, kwa sababu nilikuwa nakwambia kile cha ubunge, niliwahi kusajili watu 17,000, nikafungua maafisi mawili, nika watu 4 ambao kazi yao ilikuwa kufanya kazi ya UDA. Unakumbuka kwamba nilifukuzwa katika bunge la seneti kwa sababu ya kuingia UDA. Mimi kwa sababu nilikuwa mojawapo ya wale ambao waliingia mwanzo pale. Na ikakuwa niko katika shida kubwa sana, nikakuwa nje ya bunge la seneti miezi 7. Nikakuwa na kesi 7, nikaenda kotini zaidi ya mara 30, nikawekewa drones kwa nyumba yangu, nikawekewa travel ban siende nje ya nchi, nikawekwa kwenye DCI, hata ile SSU nilikuwa mmoja wapo wa wale candidates wa hiyo SSU. Kwa hiyo nilipitia hayo kwa sababu nilikuwa na kuamini kwamba hii serikali ndio inafaa. Na kweli nashukuru Mungu kwamba Mheshimiwa William Ruto ndiye rais wa Kenya sasa wa 5. Ukiona wale ambao waliingia Kenya Kwanza siku za nyuma, siku ambazo zilikuwa zimekwenda sana. Wengine ni magavana, waliingia nyuma kweli. Wewe uliingia mwanzo, lakini wana nafasi wengine ni mawaziri. Unahisi vipi? Hapana, unajua hawai huwa. Kwa hiyo mambo kama vile nilivyokuambia, hayo ni mambo ambayo yatajitokeza yenyewe. Hiyo sio mambo ambayo mimi nafaa kuzungumzia. Kwa sababu mimi mwenyewe na idhamini hii serikali, na ningependa sana kuwahusi wa Kenya kwamba tuiunge mkono ndiposa tufaidi sisi kama Wakenya. Sio hususan tu kuangalia Mwaura yeye mwenyewe atafaidi namna gani. Kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko Isaac Mwaura. Na kama unaamini falsafa za uongozi ya uliopo, ukiwafaidi wa Kenya, ndivyo unakuta watu walikwenda kupigania uhuru kwa sababu ya jambo kama hilo. Tumeanza kwa kusema kwamba ulianza na chama cha ODM. Na najua kwamba Profesa Anyang' Nyong'o alikushika mkono sana pale ukiwa mwanafunzi wa KU, Kenyatta University, chuo kikuu cha Kenyatta. Kisha ukateuliwa na ODM. Kuliendaje ukaasi ODM? Ukasema kwamba ODM sasa teke. Wajua, nilikuwa nimeshamaliza Kenyatta University wakati nimeingia ODM, lakini sikuwa nimeweza kugraduate. Na sio eti kwamba nilikuwa bado sijaingia katika ulingo wa kisiasa. Kumbuka kwamba nilikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta. Tulikuweko katika serikali moja, tulikuwa tumechaguliwa watu 7. Pamoja na yule Gladys Wanga na wengineo, mwaka wa 2 na 3, nikiwa mwaka wa kwanza semester ya pili. Usijui kama unaweza kuimagine hiyo. Lakini mwanzo semester ya kwanza tayari nilikuwa mkubwa wa wanafunzi wa darasa langu lote. Kwa hiyo siasa nilikuwa nimeianza, na kabla ya kuingia katika ODM kwa muda mchache kidogo kuna yule Nazrin Umar Rajput. Nilikuwa kama PA wake, alikuwa anasema nataka kusema kuwa rais. Kwa hivyo tukafanya kazi kidogo, lakini mwishowe tukaondokea kule ODM. Kwa hiyo nina historia kubwa sana ya vuguvugu. Siwezi kukuambia kwamba nilipendaje siasa kwa sababu nikiwa na babu yangu nilikuwa na miaka 6, alikuwa anasema na huyu mtoto wetu atapindukia ataondokea kuja kuwa mwanasiasa. Na ni kweli. Sasa nyanyangu kabla hajaaga miaka 2 iliyopita alikuwa ananiambia babu yako angalikuja hapa kuja kuona kwamba kweli uliwahi kuja kuwa mwanasiasa. Kwa hiyo sio eti kwamba kuna mahali tumekuwa mle ndani. Nimekuwa kiongozi wa wanafunzi wote wa Mlima Kenya katika chuo kikuu cha Kenyatta. Mimi ndio nilikuwa kusema. Kwa hiyo haijaanza hapa. Ukiangalia uvuguvugu wa vijana, tukiwa na yule aliyetuaga Kinuthia Murugu, tulifanya kazi nyingi sana alipokuwa PS
na Mohamed Kuta alipokuwa waziri, na watu wanajua sana wale tulikuwa wakati ule National Youth Convention, Yes Summit na kadhalika. Kwa hiyo Mwaura nimekuwa katika mashirika sio ya kiserikali. Kwa hiyo mambo kama ya kuhamasisha umma mwaka 2007 ile National Civic Education Program. Kwa hiyo kuna mambo mengi tu nimefanya kabla ya kuingia katika kama kuteuliwa kama mbunge. Nimefanya kazi kule Papua New Guinea, nimefanya kazi na shirika la Afrika, nimefanya kazi na shirika la kitaifa, na nimefanya kazi na shirika la serikali. Na ikumbukwe kwamba mimi niliteuliwa kama board member wa halmashauri ya serikali ya baraza la kitaifa kuhusu watu wenye ulemavu nikiwa bado mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta. Fred, ngoja kidogo nimalize. Nilikuwa na miaka 22 ndio nilipata the first government appointment. Nilikuwa na miaka ngapi? Miaka 22. Mwaka huo niliwakilisha chuo changu kikuu cha Kenyatta katika mkutano kule Norway. Mwaka 2006 niliwahi kuaddress UN kule Marekani, New York. Kwa hiyo Mwaura si ati ni mtu alipatikana. Hujaanza sasa. Nimeanza kitambo. Sasa sababu ulikuwa mwasisi mkubwa wa ODM. Leo kinara wa ODM ambaye pia ni kinara wa Azimio amezungumza. Tumsikize kinara wa Azimio amesema nini. Jackson. Kuni njeo. 29 tutakwenda Jakaranda. Ukimsikia aliyekuwa kiongozi wako wa ODM, sababu yule ndio alikupa nafasi ya kwanza kuingia bungeni, ukimsikia akisema kwamba maandamano Monday ni kama imeanza sababu tarehe 29 ataingia kwenye Jakaranda, unahisi vipi? Sidhani kuna mtu yote upatiwa nafasi, Fred. Wewe unafanya kazi hapa kwenye NTV kwa sababu tumefanya kazi na wewe mahali kwingineko. Ukaonekana, ukatosha mboga. Basi ikawa ni mimi. Kama mimi ninafaidi kuwa nilikuwa nafaidi kuwa kwenye hicho chama cha ODM. Nilifaidi kwa sababu Mwaura alikuwa na tajriba ya uongozi. Ikumbukwe kabla hapo nilikuwa mshauri wa waziri mkuu. Ikumbuke wakati ule niliweza kutengeneza mikutano zaidi ya 15 Kenya nzima kusaidia kura zile. Tuliwahi kuzoa fedha za kuweza kukimu ugombezi wa urais wa mwaka 2013. Ukimsikia akisema hivyo wewe unahisi vipi? Ngoja kidogo, nataka kuelezea vizuri. Kwa hivyo ile kasumba ya kusema kwamba kwa siasa kila mtu ambaye anapata nafasi ya uongozi kuna ile dhamana, value ambayo analeta mle. Na inakuwa ni pande zote mbili. Wewe unafaidi kwa nafasi na wao wanafaidi kwa utenda kazi wako, kwa utetezi wako na uwakilishwaji wa wale ambao wanaonekana kwamba hata wao wanafaa kuwakilishwa na chama chao. Kwa hivyo tusikizane hivyo. Kwa hivyo hakuna kitu cha bure. Tuelewane hapo hivyo. Hamna hata kidogo. Haukupewa tu. Kwa hivyo siasa hizi za kusema kwamba namna gani nani anapatwa mvunguni anainuliwa kutoka kitandani asaidiwe. Hamna. Na ndio unaona kwa sababu ya hilo mimi mwenyewe nimewahi kukaa bunge sasa miaka 10 kwa vyama viwili tanzo ambazo zilikuwa zinakinzana, sio kuja baada ya kusalimiana. Ninakwambia kwamba wale wa Jubilee walinikujia mimi mwenyewe, akina Uhuru Kenyatta walinikujia mimi mwenyewe wakaniambia njoo uingie na sisi. Iko on record. Kwa nini walifanya vile? Kwa sababu waliketi State House wakasema huyu Mwaura tutamtoa wapi upande ule mwingine, kwa sababu nilikuwa nawasumbua sana vile ambavyo nilikuwa nawapeleka mbio. Siasa ni kama mpira, lazima ukuwe na wachezaji. Sasa swali langu ni kama Kenya Kwanza, sababu wewe ni mwanamikakati wa Kenya Kwanza. Mumejitayarisha kwa maandamano, mumejitayarisha kwamba sasa huenda kila wiki tutaona wafuasi wa Azimio mjini Nairobi? Nafikiri mwanzo hilo halijatendeka. Na likitendeka lina suluhu lake. Na pili ni jambo ambalo limeshai kufanyika hapo awali. Kweli si kweli? Na ukiangazia vizuri kwa nini jambo hilo linatendeka, ni kwa sababu kuna ile jopo ambalo linaangazia masuala ya vile tume huru ya uchaguzi ilivyoendesha kazi yake. Na sasa hivi kwa sababu limerejelea leo, kunaanza kuwa na ushahidi dhidi ya Raila Odinga na wandani wa serikali ya Jubilee na handshake. Tuseme serikali ya handshake, sababu tulikuweko katika hiyo Jubilee tukafurushwa. Sasa wanajaribu kuziba ndiposa wa Kenya wasiangazie ule ushahidi. Wa Kenya sio wajinga, wanajua hivyo. Makamishina wamekwenda mle, wamepatiana ule ushahidi. Kesho tutasikia vile Kobi atavyosema na wengineo. Hilo litaendelea. Wakiendelea kusema
kwamba IEBC isiweze kutengenezwa na Mheshimiwa Ruto peke yake, hilo halijaweza kuibuka, kwa sababu kama itafika wakati ule ni Wakenya wenyewe wataweza kuweka makaratasi yao waweze kuamua wakuwe makamishna. Na hii ripoti ambayo ya mtoa siri whistleblower ambayo inasema kwamba Kenya Kwanza haikushinda. Sasa nikuulize Fred, mwenyewe umeangalia yule mzungu anasema, anaitwa nani, sio George ama anaitwa nani huyo? Nimekwenda kwenye tweet zake. Amesema mwanzo hajui ile data ambayo ameitumia, hajui kama ni ya kweli. Pili akasema kwamba kuna fake news, kwa sababu inamaanisha ni kama kwamba yeye anasema kwamba uchaguzi haukuwa uhuru. Anasema kwamba yeye hakusema hivyo. Na anasema kwamba hata wakati ameshafanya huo utafiti kwamba hawezi akasema kikamilifu kwamba hiyo ndio mambo yaliyotendeka. Kwa hivyo ni kutumika kule kwa maneno ambayo hayapo. Mwanzo hatujui hiyo data imetoka wapi. Ni data ya yule John Githongo ambayo aliwasilisha kwenye mahakama kuu, ikatupiliwa mbali. Lazima udanganye wananchi. Na kwa kweli watu wamedanganywa kwa muda mrefu. Shikilia hapo sababu tunataka kwenda kwenye mapumziko mafupi. Mtazamaji, ni kiputi ambacho kimeanza siku ya leo. IEBC wameanza mikakati yao siku ya leo kuwahoji yule Irene Masit. Vile vile Raila Odinga amezungumza leo. Mengi ambayo tunazungumza hapa kwenye NTV na ndani ya Kigoda Chako. Usiende mbali. Mapumziko kisha turejee. $199, $200. Here it is. The treasure is down there. Well, start digging. Quicker. Dig quicker. Here, drink a Red Bull. That's better. Can you see it? How much is there? Hello? Have you found the treasure? Hello? Hello? Red Bull gives you wings. You do your best out there, let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Import your dream SUV with Murray Daddy Motors. Just pay a deposit of 1 million shillings and the balance when your vehicle arrives. Murray Daddy Motors. Over 15 years experience in car importation and over 5,000 cars safely delivered. The IEBC and the Supreme Court was central to the rigging of the 2022 elections. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Mtazamaji, tumerejea tu na kipindi chetu cha Kigoda Chako jioni ya leo. Tunaye Isaac Mwaura ambaye ameketi kwenye Kigoda Chako. Mtazamaji, umesikia Raila Odinga anasema kwamba IEBC walitumika kumwibia William Samuel Ruto rais kura, na anasema kwamba hawatawatambua kwa vyovyote vile urais wa William Ruto. Wewe mfuasi wa William Ruto unasemaje? Tumeshawahi kusikia maneno kama hayo. Tulisema hatutamtambua Kibaki, aliwahi kuhudumu na akamaliza muhula wake. Tulisema hatutawahi kutambua sijui nani wengine hapo, aliwahi kumaliza, hata Uhuru Kenyatta, kwa sababu wakati mmoja nilikuwa katika kodi hiyo. Kwa hiyo hilo sio jambo ambalo ni la kutisha ama la kusisimua, sidhani hata kidogo, kwa sababu serikali ipo na wajibu wake wa kuweza kutekeleza majukumu yake ya kikatiba, na rais ameshaapishwa tayari. Kwa hiyo nafikiri hizo tu ni tetesi tu za kuweza kuwafanya wafuasi ambao pengine bado wanaegemea upande ule waamini kama kuna kitu ambacho wasikujua. Acha nikuulize swali moja. Mimi ndio nakuuliza maswali. Fred. Yes. Sasa nani ambaye alikuwa na udhibiti wa dola? Ni nani ambaye alikuwa na asasi zote za dola wakati tumekwenda uchaguzini? Sisi tulikuwa kwenye upinzani. Fauka ya kwamba tulikuwa katika chama cha Jubilee, tulikuwa tumefurushwa. Rais Uhuru Muigai Kenyatta mwenyewe alimpendekeza Raila hadharani. Akina Kibicho, akina nani wao ambao walikuwa wanasemekana wana nguvu, akina Matiang'i, wote walikuwa upande ule wa Azimio.
ingelikuwaje kwamba IEBC iweze kutuibia uchaguzi ilhali wao makamishna 4 walikuwa upande wa kwao. Ikumbukwe hivyo kwa sababu hawa 3 ndio walikuwa wachache lakini 4 walikuwa upande wa kwao. Pili, itakuwaje sasa utuambie kwamba mahakama kuu imesaidia Ruto kushinda uchaguzi ilhali ndio hiyo mahakama kuu wale majaji ambao walitupilia uchaguzi wa 2017. Si huo ndo unafiki ambao unaonekana shahiri dhahiri. Lakini nafikiri masuala kama hayo mimi nasema kwa yamepitwa na wakati. Tuliona mwaka 2018 wakati alitangazwa 2017 alipotangazwa Uhuru Kenyatta kuwa rais, na tukaona upande ule wa CORD wakati huo ukisema kwamba hautakubali kwamba amechaguliwa rais Uhuru Kenyatta, na kidogo tukaanza kuona kampuni fulani zinasusiwa, uchumi kidogo unaanza kuharibika. Je, huoni kana kwamba tutaelekea papo hapo ambapo tulikuwa miaka 5 iliyopita? Kampuni zinazosusiwa zilikuwa za wale ambao walikuwa ambao ni wababe wa biashara za nchi. Sisi ni mahasla. Utasusia kampuni za hasla ni zipi hizo? Niambie nikwambie. Kwa sababu watu kwetu chini ni wale ambao tumewapatia Hustler Fund ambao inawasaidia, ambao walikuwa wanapata kipato cha shilingi 100 200. Wakati huo kampuni kama Safaricom ambayo ni ya serikali kuongeza zile fedha za mpaka shilingi 500. Kampuni ya Safaricom sio kampuni ya mtu binafsi. Na ikisemekana ikisusiwa na inasaidia sana katika uchumi wa Kenya. Ikisusiwa na nani kwa minajili ipi? Tuseme kwa ukweli. Wao wenyewe iwapo tutaona mwaka 2018 marudio hayo. Wakati huo walikuwa wanasema wasusie hiyo kampuni kwa sababu alikuwa anasema kwamba imehusika katika ule kuiba kura. Sasa hivi hamna sava. Wewe Frederick Mutiriri, hata nyinyi hapa NTV mulihesabu kura mkaona Ruto ameshinda. Standard Group walifanya vile ni vile hamkutangaza. Tuseme ukweli, hiyo ni ukweli wa mambo. Kwa hiyo tusidanganyane kwamba kulikuwa na sava zilikuwa zimefunguliwa Kenya nzima. Nimetoka Addis Ababa leo usiku. Nilikuwa katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Wanasifia sana uchaguzi wetu. Wanasema kwamba ni mfano ambao unafaa kuigwa na Afrika nzima. Kwa sababu wameona kwamba sisi hata kuna tone moja la damu limemwagwa, ilikuwa uchaguzi wa huru na haki. Wa karibu mno, tofauti ilikuwa kura 1284,811 ama ukipenda 1.64%. Huo ndio uchaguzi uliokuwa wa karibu zaidi wa nchi hii, kwa sababu ule ambao uliweza kutatanisha zaidi wa 2007, tofauti ya Raila ya Kibaki na Raila ilikuwa 2.35. Nimefanya hizo takwimu. Kwa hiyo kama wewe mwenyewe unaanza kusema kwamba umeibiwa uchaguzi, ulikuwa kwenye serikali, haukuwa na maagenti, haukujipanga, ulidepend na opinion poll, alafu unakuja kusema kwamba umeibiwa, nani atakuamini, nani atakudhamini? Lakini kwa sababu kuna watu wengi ambao wanapenda sarakasi, watakusikiza, na lazima watu waamini uongo wako kwa sababu unahisi bado hujaweza kukubali kwamba umeweza kushindwa. Lakini Kenya itasonga mbele. Na niseme hivi, ninapoangazia nchi kama Ethiopia ambayo ilikuwa nyuma sana wakati wa kwanza nilipokwenda kule miaka 17 iliyopita. Sasa hivi ni kama wanakwenda kutupita kwa sababu wanaendelea kwa kasi zaidi. Hatuwezi tukakua kwamba kila wakati ni mambo ya mapambano, maandamano, sijui nini. Lazima tuangazie uchumi. Lakini ni haki yao kufanya maandamano. Ndivyo, ni haki, lakini wacha nikupatie mfano. Ukienda kule Marekani, watu huandamana kila wakati. Hata nje ya Umoja wa Mataifa. Lakini kuna nafasi watu wametengewa wafanye nini? Waandamane. Lakini ukiandamana usimsumbue mwingine kufanya biashara za kwake. Tumeelewana hapo fanya andamano, piga kelele siku zote, bas. Lakini mwingine pia ana haki ya kufanya biashara za kwake. Unaona? Kuanza kusema kwamba kutakuwa na nini msukasuko ambayo haipo. Leo ndio wanafunzi wetu wamerudi shuleni. Mimi mwenyewe nimpeleka mtoto wangu shuleni. Watu wameshasonga mbele na maisha. Na sidhani kwamba ule uongozi ambao upo sasa hivi wa Azimio utadumu zaidi. Kutakuwa na uongozi chipukizi ambao utasonga mbele kuweza kusaidia nchi. Tumeona baadhi ya wale wafuasi wa Jubilee, wabunge wa Jubilee, tumemuona Sabina Chege hii leo, tumemuona Kanini Kega ambao walikuwa wameshikilia Azimio sana. Tuliwaona leo kwenye Ikulu. Kunani? Kwanza Sabina Chege anafaa kuondolewa katika bunge kabisa na Jeremia Kioni ajinominate. Lakini walijaribu kunitoa, hawakuweza. Nafikiri nakwambia hivyo. Hawa wameona kwa
hawawezani. Lakini leo alikuwa kwenye ikulu, wameitwa mkao na rais. Kunipati. Wameona kwamba hawawezani kupinga serikali. Yaani huwezi ukashindana na ndovu msalani. Sasa hawa wenyewe wamekwenda, walimuona makamu wa rais Rigathi Gachagua jana, nafikiri juzi Ijumaa, leo ameondokea kwenda ikulu. Kumaanisha kwamba chama chote cha Jubilee kimegura. Lakini katibu mkuu Jeremiah Kioni leo alikuwa kwenye mkutano wa Azimio. Yeye ndio katibu mkuu. Sasa katibu mkuu wa chama gushi, chama ambacho hakina watu, mkebe wa Kimbo ambao huna mafuta. Nasema ukweli kwa sababu niliwahi kusema dhahiri shahiri kwamba chama cha Jubilee kinakufa. Nikapigwa, yani nilipelekewa kule Kangaroo Court ya Jubilee, wakanipatia evidence ati ni mavideo na matweets zangu. Kwa sababu nilikuwa nawaambia waite mkutano mkuu wa chama ili tuweze kuwajadiliana. Mimi maneno yale yote niliyosema yamekuja kutimia. Lile jumba la Jubilee linauzwa, liko kwenye mnada. Unafikiria Rais Uhuru Kenyatta anasukuma Azimio kwenda kwenye maandamano? Sidhani. Sababu yeye ni wa Jubilee. Sidhani, kwa sababu yeye tayari ana majukumu ya kuleta masikilizano na maridhiano. Chama chake Kioni anakiongoza. Ngoja kidogo, maridhiano katika kule Tigray region, wanafikiri wamefanya mafikiano ambayo yanasifiwa, naona watu wa Eritrea wameondoka majeshi. Pia anasaidia upande wa Goma, upande wa Congo DRC. Yeye yuko busy kule. Hata amesema kwamba yeye atakwenda kuresign, unaona, kutoka kwenye uongozi wa Azimio. Ni jambo la kushangaza, Fred, kwamba Raila Odinga ametuandikia kwenye gazeti nafikiri wiki moja iliyopita kwamba aliyeshindwa rais wa Brazil aweze kukubali matokeo, kwamba Lula Inacio da Silva ndio rais ambaye amechaguliwa kwa haki ya kidemokrasia. Lakini humu Kenya yeye mwenyewe ndio wa kwanza kupinga matokeo. Ni vizuri akubali aondoke kwa heshima yake, asingoje kufedheheshwa kama Ole Ntimama. Na sidhani bila anavyosema kwamba ati mwaka 2027 watakuwa wamesonga mbele. Handshake ya kutoka wapi? Ya mkono upi? Serikali ya kidhamira ambayo tuliwahi kuwa nayo, ambayo ilitugandamiza sisi, tuitake tena. Wacha wale ambao wamepatiwa jukumu la kufanya upinzani wafanyie upinzani. Wacha wale ambao wamepatiwa jukumu la kuwa katika serikali wafanye kazi ya kiserikali, kwa sababu katika ule mtagusano huo na malumbano hayo ndipo ambapo mwananchi yufaidi, kwa sababu ukweli unakidhiri na uongo unajitenga. Tumemwona leo rais akisema kwamba hatakubali handshake, naye kinara wa Azimio akisema hataki handshake. Lakini mvutano sasa unaonekana kuanza. Mwishowe tunajua kwamba kuna watu ambao wanasema walisukumwa mwaka 2018 hadi handshake ikapatikana. Kuna watu watasukumwa mpaka tupate handshake. Sidhani. Matukio ya mwaka 2018 ni tofauti sana na matukio ya mwaka 2017 na sasa hivi 22. Kwa sababu Jubilee haikuwa imeshinda kwa ukweli. Kwa sababu uchaguzi wa urais uliweza kubatilishwa na mahakama kuu. Ikasemekana kwamba ulikuwa umefanyika kwa njia isiyo ya haki. Sasa hivi hiyo mahakama kuu kwa majaji 7 kati ya 7 wameweza kuungana kwa sauti moja kusema kwamba uchaguzi ulikuwa huru na haki. Hawa makamishna ambao tunasema walikuwa wa Azimio wameweza kujiuzulu. Kwa nini hawakuketi waweze kuulizwa maswali? Kwa sababu walikuwa nasoma the same statement pale Serena kama ile Raila alikuwa anavyosoma. Ile evidence imeonyeshana kwamba akina Tuju na akina nani walikwenda kule kwenye walikokuwa naishi. Hata yule ambaye aliweza kubook hizo room za kwao ni mtu wa Azimio, ni mtu wa Raila Odinga. Sasa kwani Kenya kuna wajinga wangapi? Tusidanganyane hapa hivi. Ukweli umejitokeza, na nataka kusema hivi. Kama kuna shujaa ambaye tunafaa kuheshimu katika nchi hii yetu ya Kenya, sio mwingine bali ni Wafula Wanyonyi Chebukati, ambaye alisimama kidete hata waliposema kwamba wataka kumuua, waliposema watampatia fedha nyingi, hata wale makomishina Moya Bolu na profesa wao ndio Gulie, hao ndio watu tunafaa kusifia, kwa sababu walikataa ugandamizwaji na ubabe wa kisiasa ambao ulikuwa umelimbikiziwa, ile mambo ya deep state ambao tulikuja kujua haipo. Hao ndio watu tunafaa kusifia, na watoto wadogo ambao wananiangalia sasa hivi waweze kujua kwamba kuna watu kama ambao wanasimamia haki. Umeongea kuhusu ubabe na nimekumbushwa tukiwa na dakika za kuhesabu. Kuna ubabe pale Mlimani. Tushamuondoa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuwa kiongozi wa Mlimani, na sasa ni Rigathi Gachagua naibu wa rais. Sasa ndugu yangu Frederick, wewe ni wa Mlimani. Ndugu yangu Frederick Mwitereri, wakati mheshimiwa Mwai wa Kibaki alipoondoka uongozini,
Yule ambaye aliweza kuchukua nafasi yake alikuwa ni nani? Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu aliondokea kuwa rais wa Kenya. Na sisi sote tukamunga mkono kama kiongozi wa jamii za Mount Kenya. Sasa hivi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hana mashiko ya kisiasa. Na ndio unaona kwamba ameenda kukaa kule Transmara. Ameenda retire huko kupumzika, na akapatiwa kazi na Mheshimiwa William Ruto chini ya Umoja wa Afrika na pia Umoja wa Afrika Mashariki. Sasa yule ambaye ana nguvu na cheo cha juu zaidi katika Mlima Kenya ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hilo sio jambo ambalo tunafaa kudadisi. Aliyekuwa rais sasa mmeondoa kwenye ulingo. Nikuulize, ukishastaafu, si kule kustaafu kuna kuondoa wewe? Itabidi uondolewe kwa vita ama kwa shangwe na nderemo? La hasha, umeshastaafu, kazi yako imekwisha. Kwa sekunde za kuhesabu, ikiwa leo utakutana na kinara wa Azimio Raila Odinga, ungemwambiaje? Nafikiri mimi naona ni vizuri aweze kukubali na aseme haikuwa ni bahati ya kwake kuweza kuongoza nchi. Kwa wakati mmoja sisi sote tuliwahi kumunga mkono. Sote. Wengi wetu tuliwahi kumunga mkono, hata yule William Ruto. Lakini kwa sasa tuseme kwamba muda huo umepita. Sidhani akiwa na miaka 83 Wakenya watakuwa kimwangazia kama ambaye ataleta mabadiliko ya nchi yetu wa Kenya. Tusidanganyane. Sasa yeye mwenyewe badala ya kuwa na yale malumbano aweze kusaidia uongozi mwingine uinuke ambao pia waunge mkono, aseme sasa hivi nimefanya kazi lakini nitakwenda nyuma nisonge mbele. Kama nafasi ya Kalonzo Musyoka hapo kwa kuambiwa songa mbele. Kama yule Kanali Kizza Besigye alivyofanya kule Uganda, akasema nimejaribu mara 2-3, wacha Bobi Wine aendelee kwa sababu hicho ni kizazi kipya. Kalonzo yupo, ameweza kumunga mkono mara 3 lakini bado hajaweza kupatiwa hiyo nafasi. Sasa haya ni majadiliano kwa sababu tuna ari ya kuona muungano wa Azimio ambao uko imara. Ndiposa tuwe na uwezo wa kuweza kuzidi malumbano ya kikabila, tuanze kuongea kuhusu sera. Lakini tukianza kujisambaratisha kwenye vijikabila vidogo vidogo, basi tunakosa ule umoja wa kitaifa ambao utakuwa na malengo yatatukidhi mahitaji yetu sisi kama wananchi wa Kenya. Na hilo ndio jambo ambalo tunahitaji kama tunaweza kushindana na wenzetu wengine katika bara la Afrika katika soko huria ambalo linaitwa AfCOFTA, au pia wale ambao walikuwa wakoloni kama Wajerumani ambao nimekuwa na wao hivi karibuni na Waingereza na kadhalika. Sasa mambo kama wa China. Lakini tukianza sasa kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe, basi inasemekana wakati watu wanapigana kwenye kijiji, unakwenda unakama ng'ombe, unachuna majani na matunda, basi wanaendelea kufaidi. Isaac Mwaura alikuwa mbunge ndani ya ODM, akawa seneta ndani ya